Ndugu zangu, nyenyote mliotoka kwenu katika mvua hii kuja hapa, hamjaja kwa sababu mnampenda Bikani, hamjaja kwa sababu mnampenda sana Simiyu, hamjaja kwa sababu mnawapenda madiwani wenu. Mmekuja kwa sababu ya uzalendo wenu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mmekuja kwa sababu ya mapenzi yenu ya dhati kwa Chama cha Mapinduzi. Mmekuja kwa sababu ya imani yenu mliokuwa nayo kwenye Chama cha Mapinduzi na si vingine. Uzalendo huo, imani hiyo, mapenzi hayo tuyahamishe katika vizazi vyetu. Mimi nimekuja hapa na kamati yako utekelezaji wa mkoa wa Dar es Salaam. Ziara hii ya safari hii tulokuja, hatujaja kusema mengine yoyote zaidi ya kusema asante. Asanteni kwa kujitoa kwenu. Asanteni kwa uzalendo wenu. Asanteni kwa imani yenu na Chama cha Mapinduzi. Asanteni kwa mapenzi yenu, mahaba yenu mazito kwa Chama cha Mapinduzi, na mkalipa heshima Chama cha Mapinduzi, na mkaupa ushindi Chama cha Mapinduzi 2025. Pamoja na yote, mkampigia kura za wingi Daktari Samia Suluhu Hassan, mkampa dhamana na imani ya kuongoza taifa la Tanzania kwa mara ya pili kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninasema asante kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Wanatemeke. Lakini nasema asante Wanatemeke kwa kuhakikisha Chama cha Mapinduzi bado Temeke ni ngome kongwe ya Chama cha Mapinduzi, kwa kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda na kuwapa ushindi wabunge wote waliotokana na Chama cha Mapinduzi, na mkawarejesha madarakani na kuongoza majimbo yote matatu yaliyokuwa ndani ya wilaya hii. Asanteni Wanatemeke. Lakini asanteni kwa kuwapa dhamana madiwani wetu waliotokana na Chama cha Mapinduzi kuongoza katika nafasi zenu. Na washukuru mie, na washukuru kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa wa Dar es Salaam, ninawashukuru kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunasema asante. Lakini niwaombe sana tuendeleze mshikamano, kwa sababu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, ya kusema tunayo. Hawa ndio viongozi wanaotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Watatueleza hapa shule za kata zilizokuwepo, barabara zilizojengwa kwa kiwango cha lami, hospitali zilizokuwa katika ngazi ya kata. Tunaongelea shule za kata zenye viwango vya kimataifa, madarasa yenye tiles, madarasa yenye feni yaliyopigwa rangi, yenye viwango vya madirisha yenye aluminium. Jamani, hatuyaoni katika kata zetu? Tunaongelea hospitali katika ngazi ya kata, vituo vya afya, tunaongelea zahanati katika ngazi za kata zenye vifaa vya kila aina katika ngazi za kata. Jamani, hatuzioni?